Humphrey Polepole aliyekuwa balozi katika serikali ya Samia, lakini akatekwa mwezi wa 10 tarehe 6 mwaka 2025 alipoanza kuikosoa serikali ya Samia amepatikana. Karibu kwenye uchambuzi wa habari hizi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu mwema. Like video, kuna penye umekuandikia like. Subscribe, finya hapo subscribe, chagua kitu ambacho kinaitwa Tanzania News TV. Hichi ni kituo ambacho kinakuelezea taarifa ambazo zinahusu taifa letu la Tanzania. Alafu sambaza hizi taarifa kuelekea kwa vikundi vingi. Sasa kaka yake Humphrey Polepole, Austin Polepole, ameongea mazito kumhusu mdogo wake aliyetekwa na serikali na kuhifadhiwa Kigamboni, ukipita round about nyumba namba 4. Ndiyo, ni kaka yake Humphrey Polepole ndiye ameweza kusema hayo, kwamba kaka yake anazuiliwa na kuhifadhiwa Kigamboni, ukipita roundabout nyumba namba 4. Sasa Austin Polepole ambaye ni mwanajeshi amemuonya mkubwa wa wanajeshi Mkunda kuhusu jinsi ambavyo jeshi linatumika kama danguro, mahala ambapo polisi wanawateka wananchi wale ambao wanakosoa serikali, alafu wanaenda kuhifadhiwa katika kambi ya kijeshi. Hiyo ni kumaanisha jeshi letu katika taifa letu la Tanzania, jeshi la JWTZ limeoza. Kama mwananchi anaweza katekwa aende kufichwa kwenye kambi la jeshi, jeshi letu limeoza. Jeshi ndilo linapaswa kulinda katiba, angalau kuweza kuhakikisha kwamba serikali inafuata katiba. Wakiona mahala ambapo mabaya yanatendeka wanakosoa, lakini jeshi limeanza kutumika kama danguro. Najua mdogo wangu yuko Kigamboni, ukiingia pale roundabout, ukishuka chini nyumba ile namba 4 pale. Nimepita jana, nimeona wako watu karibia 10 pale, wanashikiliwa pale na mdogo wangu yuko pale. Hata mkimhamisha nitajua, na atakayehusika kumhamisha sitalala usingizi mpaka ujue tofauti ya limao na chumvi, japo zote kwenye supu ni tamu. CDF jeshi unalipeleka tofauti sana na jinsi tulivyofundishwa. Ushirika na polisi umetoka wapi? Polisi wanateka watu wanakwenda kuwaweka kwenye kambi ya jeshi, and you are still CDF. Na kuheshimu kwa sababu kwenye taaluma tuko pamoja. Wewe ni CDF na mimi ni Colonel. Lakini mwisho umekaribia. Nirudie kusema
ndugu yangu na mdogo wangu mpendwa Faustin Mafwele, popote ulipo, jitokeze kabla hujajitokeza na kutoa matamko ya siri ulizokuwa unazifanya. Wewe mtoto Joram, afisa upelelezi Kinondoni, nipe dakika 2. Wambura, you are the next. Mulilo, ulikimbia, lakini sio kwa bahati mbaya, ni syndicate. Lakini kwenye 18 unajaa sumu. Sina ubaya na mtu yoyote, na nipende kusema kwamba sipendi mtu akipata matatizo, sipendi. Ndio maana kwa video hii natoa onyo la mwisho: Balozi Polepole aachiwe. Wakina Mdude, sijui nani wote mnawashikilia. Nimepita pale jana, wako watu kati ya 8 mpaka 10, muachie. Na wale wote walioshikiliwa sehemu zingine muachie. Najua muachie. Msipowaachia, tuko pamoja. Mungu ibariki Tanganyika. Ni kwa nini serikali hii inazidi kumzuia Humphrey Polepole? Na ni kwa nini waliweza kumteka? Unajua, kabla ya kutekwa na kufichwa kwa Humphrey Polepole, Polepole alikuwa ameanza kufichua siri za serikali, mpaka akafichua jinsi ambavyo serikali ya Samia inapanga kuiba uchaguzi, wawaue wananchi wale ambao watakaosusia kukubali matokeo, na hata tayari kabla ya uchaguzi wa mwaka uliopita walikuwa wamekwisha unda jopo la maridhiano. Akawaonya Watanzania, musikubali kamwe, musikubali kuridhiana baada ya uchaguzi. Lazima serikali ingefanya mabadiliko ya uchaguzi ndiposa tuweze kuingia kwenye uchaguzi kama Tanzania moja. Lakini wakaiba uchaguzi, wakaharibu nchi. Ndio tunajua kuna kesi ICC, na maajenti wa ICC wanaingia Tanzania yetu wakati wowote kuanzisha na kuendeleza uchunguzi. Wakaua wananchi, wakateka wananchi, alafu wanakuja kutuambia mambo ya maridhiano. Maridhiano ya nini? Hata huu uchunguzi, hili jopo ambalo waliweza kuunda eti kwamba ni la kufanya uchunguzi, lile jopo ni la ujinga. Lile jopo, nilisikia mtu fulani wa CCM akisema kwamba lile jopo liliunda kuchunguza wananchi na wala sio kuchunguza serikali. Nimesikia viongozi wakisema maandamano yalidhaminiwa kutoka nje. Tayari wako na majibu kabla ya tume ya upelelezi kuleta majibu. Sasa ni kwa nini wanaendelea kumzuia Humphrey Polepole? Wanaogopa wakimwachilia kuna siri nyingi ambazo wamepanga ama walipanga, huenda akazifichua. Kumbuka kwamba Humphrey Polepole kipindi kimoja alikuwa ni mwanahabari katika taifa letu la Tanzania. Vilevile alikuwa ni balozi na ni mwanasiasa
hasa wanaogopa kwamba Humphrey Polepole yupo na nyaraka mbalimbali za serikali, jinsi ambavyo wanaiba pesa, yale mabaya ambayo wameweza kuyapanga. Wanaogopa kwamba wakimwachilia anaweza akapasua mbarika. Namba 2, sababu ambayo iliweza kufanya wakamteka, waliweza kumteka ili asifichue siri zaidi za kuwakasirisha wananchi. Hasa unasikia kaka yake Humphrey Polepole, Austin Polepole, ameweza kumwonya Mkunda kwa kila ambacho anaruhusu jeshi la JWTZ kushirikiana kufanya uchafuzi katika taifa letu la Tanzania. Yaani jeshi linashirikiana na wahalifu polisi kuteka wananchi. Hatutakuwa na taifa hapa. Unasikia huyu kaka yake Polepole ameweza kumuonya Faustin Mwafuele, ameweza kumuonya Mkunda, Kamanda Muliro, ameweza kumuonya vilevile Wambura. Hao ni watu ambao wako kwenye kitengo cha polisi. Mwafuele yeye ndiye anaongoza utekaji. Kamanda Muliro kazi yake ni kutoa vitisho. Yeye ndiye alisimamia mauaji Dar es Salaam. Na siogopi kusema. Tukuje mtu mwenye anaitwa Wambura, kazi yake tu alitoa maamuzi wananchi wauawe Oktoba. Mkunda yeye hata hafai kukua CDF. CDF mgani mwenye anaacha jeshi linashirikiana kuwateka wananchi? Wanamficha kaka ya mtu Polepole kwa sababu aliweza kusema ukweli, na wanaogopa kwamba ataendelea kusema ukweli. Alafu utapata wengine wakisema kwamba tupee Samia muda afanye kazi. Afanye kazi akiwa ameficha watu? Haitawezekana.